nchi ambao wapo katika mitaa yetu yote minne. Viongozi wa machinga kwa namna moja au nyingine, kuna mambo hawajaridhika, yani wanachama wao hawajaridhika jinsi wanavyoendeshwa, hususa kulitokea na changamoto za upangaji wa meza. Upangaji wa meza ni jambo zuri ambalo linaweka structure nzuri katika mtaa wetu wa Gongo la Mboto, lakini hawajashirikisha 100%. Kwa hiyo hapo kidogo ndio ilitokea changamoto. Kwa hiyo katika kikao hichi kimeibuka na mambo mengine ambao machinga ndio walitaka wafahamishwe ili waende sawa na shughuli zao za kila siku. Sisi viongozi tunatakiwa tuwe wazi, kwa sababu unapokuwa wazi ina maana unatoa dukuduku aidha kwa wananchi au katika taasisi unayoiongoza, kwa sababu mwisho yote mambo mengi yanakuja kutokuwa wazi, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya wananchi. Viongozi wa machinga wapo kwa ajili ya machinga. Kwa hiyo anapokuwa wazi inasaidia na wao kuwa vitu vinavyoendelea wanavijua, kwa sababu sasa hivi ni zama za uwazi na ukweli. Yaani kama ukuwa wazi ina maana unawatia mashaka katika utendaji wao wa kazi. Anaweza kuwa mtu ananungunika kitu kipo, lakini inawezekana hakipo, kwa sababu unamfahamisha naye anajua nini. Kwa sababu kuna watu tunaongoza sasa hivi wana uwezo mkubwa wa elimu na wana uwezo mkubwa wa ufahamu tofauti na zamani. Kwa hiyo unapokuwa wazi ina maana kuna vitu vingine unaweza kuvipata kutoka kwao. Kwanza tukae na aidha wananchi wetu, shughuli zetu tunazifanya wazijue na wawe wazi, na tupokee kero zao, na hasa kwenye taasisi wasijifungie ndani wakatoa maamuzi, mwisho yote yanakuwa ni usumbufu kwa viongozi wengine, kwa sababu kama swala la meza ina maana walijifungia ndani. Sisi watufahamisha, lakini itakiwa zaidi wafahamishe wale ambao ni wadau wao ambao ni hao wa machinga, kwa sababu ni wazo zuri, lakini kama hujaliweka wazi ina maana zuri inageuka kuwa baya.